السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. Asubuhi ya leo tulisoma maudhui ambayo inazungumzia ikhlas, si ndivyo? Tukagundua kwamba ikhlas, man yujib, ma huwa, nini maana ya ikhlas kwa Kiswahili? Nini maana ya ikhlas? Kisikia ikhlas maana yake nini? Maana ya ikhlas? Kufanya ibada kwa ajili ya Allah peke yake, lazima weke hiyo peke yake. Kwa hiyo kuna sura moja katika Qur'ani inaitwa Suratul Ikhlas, si ndio? Ni sura gani? Hebu isomeni, someni mpaka mwisho. Bila shaka mnafahamu maana yake, si ndivyo? Nyie mnahisi kwa sababu gani imeitwa ikhlas, Suratul Ikhlas? Kwa sababu gani inaitwa Suratul Ikhlas? Kwa sababu gani imeitwa hiyo? Nani ajaribu? Naam. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Naam, mwingine nani? Inampokesha Allah. Jazakallahu khair. Kwa hiyo ndio hivyo, si ndivyo? Kwa sababu inazungumzia upweke wa nani? Wa Allah. Na sisi tumesoma kwamba ikhlas ni kumpokesha, maana ile kaitwa Suratul Ikhlas. Tayeb, na ili ujue uzito wa Suratul Ikhlas, ili ujue uzito wa ikhlas, angalia pia uzito wa hii sura. Hii sura miongoni mwa uzito wake, mtu akiisoma mara moja ni sawa sawa amesoma kiwango gani cha Qur'ani? Na theluthi ya Qur'ani, si ndivyo? Lakini sura ukiangalia ni fupi sana, isipokuwa eti ukisoma hii sura wewe unakuwa umesoma theluthi ya Qur'ani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ikhlas, ndio jamani. Alimuhimu kwamba ikhlas ni jambo kubwa na ni zito ambalo sisi tunatakiwa tujipambanie mpaka tulipate. Tutaona njia za kupata ikhlas hapa, tutaziona katika maudhui yetu hii inayofuata. Maudhui inayofuata inasema al-khawfu min ar-riya. Al-khawfu min ar-riya, kuiogopa riya. Asili riya hii waga inakuja kwenye ibada ambayo mtu anaifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah. Yaani mtu anaposwali anakuwa anaswali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Sasa ndio hapo ndipo inapokuja riya. Sasa ina maana asili yake ni kwamba huyu hii ibada ilikuwa inafanywa kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kukazidishwa kitu hapo kinaitwa kupendezesha kwa ajili ya kitu fulani.
hapo ikawa imeitwa riya, si ndio jamani? Mfano mtu alikuwa na swali kawaida tu na nia yake ya swala yeye ni kwa ajili ya Allahu akbar, kana swali, akaja mtu pembeni akakaa pale akamjua, akajikuta anazidisha unyenyekevu. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Kuna mtu ameingia akajiona sasa anazidisha unyenyekevu, ile ni mtu ile ziada ile iliyozidishwa ni kwa sababu ya kuonekana nani? Mtu fulani. Hapo inakuwa imeingia nini? Riya. Tuko pamoja eh? Naam. Hivyo hivyo mtu anapokuwa anasoma Qur'an hivyo, yeye asili yake anasoma kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akahisi kuna mtu hapa anamsikiliza, akapendezesha zaidi kwa sababu ya yule mtu, kwa sababu ya yule mtu yani sio kwa sababu yao, kwa sababu ya yule mtu. Kwa hiyo anasoma ile Qur'ani na anapendezesha kwa sababu ya mtu, ili amsifu, ili amsifu kwamba yeye anakisoma vizuri. Na tukumbushane vizuri kwamba kusoma Qur'ani vizuri sio riya, sio riya, bali ni jambo ambalo linahimizwa na limeamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam juu yake, laisa minna man la yatazayyanu bil Qur'an au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Na wanasema wanachuoni kwamba kuifanya Qur'ani iwe nzuri, kuipamba Qur'ani sio tu kule kupamba sauti, la, bali ni kutamka matamko sahihi ya Qur'ani. Yaani kama ni swad utamke swad, sawa? Kama ni ra utamke ra. Hivyo ndiyo maana ya kuipendezesha Qur'ani. Sauti inakuja baadaye, kwa sababu inawezekana pia mtu akawa na sauti nzuri ya Qur'ani lakini anakosea usomaji, si ndio? Je, hayo ndio makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapana, makusudio ni kutamka matamko sahihi kama ambavyo amefundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mlango wetu tunasema al-khawfu min ar-riya, kuogopa riya. Tumeshajua riya ni nini Sasa hii riya inatakiwa tuiogope, kwa sababu inaingia kwenye ibada zetu ambazo sisi tumekusudia kuzifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa hii riya tuiogope, kwa sababu ikishaingia riya haukubaliwi matendo yako. Ile tendo ambalo limeingiwa na riya halikubaliwi. Yaqulu al-musannif hafidhahu Allah ta'ala, min sharti qabuli al-amal, miongoni mwa masharti ya kukubaliwa tendo al-amal salih, tendo jema, salamatuhu min ash-shirki war-riya, ni kusalimika kwa kitendo hicho na ushirikina pamoja na riya. Vitu viwili visipatikane kwenye kitendo chako, ndipo ambapo kitendo chako kitakubalika mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha kwanza ni nini? Ashirk, sawa. Cha pili riya. Hivi viwili, kama vile ambavyo mtu anaposhika udhu, yumkin ya ustadh, yumkin tuzid الضوء يعني النور يمكن، أما في كهرباء ما في، خلاص جزاك الله خير. يعني هذه هي الدنيا،
ana kuntu atamanna ziyadata al-dawء wan-nur walakin aba Allahu an yakuna dhalik. Alaysa kadhalika? Hakadha ad-dunya la tu'ta kulla ma turid bal tu'ta ma yuriduhu Allah laysa ma turiduhu anta. Alaysa kadhalika? Dunia iko hivi, mimi niko natamani mwanga ongezeke, lakini Allah amekataa mwanga usiongezeke isipokuwa huu uliopo. Na hivi ndivyo dunia ilivyo, haupewi kila unachotaka isipokuwa unapewa anachokitaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inabakia sasa wewe sasa, baada ya kukosa kile unachokitaka, nafsi yako ipo katika hali gani? Umeridhika au umechukia? Ukiridhika basi unapata ridhaa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukichukia unapata chuki za nani? Za Allah, sababu yeye ndo kafanya hivyo, yeye ndo kafanya hivyo. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Si ndio jamani? Nimetaka kulisema hili ili iwe ni faida kwetu sisi, sababu nafsi inatamani mengi lakini haipati. Hii kwa sababu Allah hajataka upate, hajataka ungepata. Lakini ukienda peponi kule kile unachotamani unapata, kile unachofanyaje, unachotaka peponi unapata, kwa sababu pepo imeandaliwa kwa ajili ya kukuridhisha wewe, lakini dunia haijaandaliwa hivyo. Tuko pamoja jamani? Tayeb, tuingie darasani. Vitu viwili vikiingia kwenye ibada vinaiharibu, kama ambavyo wewe unapokuwa umeshika udhu ukapatwa na hadath, kitenguzi cha udhu. Kama kitu gani? Kama albaul, kama vile mkojo, au nikisema mkojo nakuwa nimetukana na msikitini. Kama ni matusi basi naomba mniwie radhi, tuseme haja ndogo, ndio sawa sawa. Kama vile haja ndogo, tuko pamoja? Hii bana ikimpata mtu baada ya kuwa ameshika udhu inakuwaje? Kuna udhu tena lakini asili yake alikuwa nao udhu hivyo hivyo. Ibada yako ikiingiwa na riaa inaharibika. Mwanzoni ilikuwa kwa ajili ya Allah, lakini imeingiwa na riaa, haipo tena ibada hiyo. Ndio hivyo sasa. Na ushirikina hivyo hivyo, ukiingiza shirki kwenye ibada yako hakuna ibada tena. Kama ambavyo udhu ukiingiliwa na hadath, kitenguzi cha udhu, kama nini, haja ndogo, haja kubwa, upepo sema upepo, mnanielewa? Upepo ule, upepo naelewa maana upepo, wote mnaelewa hivyo si leo atakuja kuuliza baadaye. Ule ukimpata mtu udhu unaharibika, sio? An-naumul amiq, usingizi pevu ambao mtu hajui kasema nini, hajui kinachoendelea katika ulimwengu. Usingizi kama huo mzito, na ukiongeza katika zaidi ya hapo ni kwamba huyu mtu amesinzia, lakini bado pia hata namna alivyolala unaruhusu kutokea kitu chochote cha kutengua udhu, kama vile kutoka upepo na asijue, si ndio? Tayeb. Kwa hiyo vitu viwili, ushirikina na riaa, vinatengua ibada kama ambavyo udhu unapotenguliwa na haja ndogo na mfano wake. Tupo pamoja jamani? Tayeb. Sheikh anasema Allah mhifadhi, limunafatihim at-tauhid, kwa sababu ya hivi vitu viwili vinapingana na nini? Na tauhid. Tauhidi maana yake ni kumpokesha, sio kumfanyia ibada ya swala yeye peke yake. Sasa utakapokuwa hii ibada pia umemweka mtu mwingine, naye umemweka pale, umemshirikisha yule mtu na Allah katika kuiona ibada yako na kuikubali, huo ni ushirika au sio ushirika? Jamani, huo ni ushirika au sio ushirika? Ushirika, sivyo?
ile ibada ni Allah peke yake. Baadaye ukamwingiza na mtu naye katika ibada yako, naye ukampa fungu pale, aone kwamba ni mzuri, unaswali vizuri, anatakiwa aone hayo ni nani? Allah peke yake, sivyo? Sababu ibada ni yake, unamfanyia yeye. Ukimwingiza mtu mwingine, wameshakuwa wawili, wameshakuwa wawili. Nani na nani? Nani na nani? Allah na huyo mwingine. Hapo ibada inaharibika. Allah hataki ushirika. Allah hataki ushirika kwenye ibada yake, mwache mwenyewe peke yake, kama anavyosema katika hadithi kwamba ana aghna shurakai ani shirk, ana aghna shurakai ani shirk, man amila amalan ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. Sawa au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam yake anasema yeye ni tajiri kwasi, anajitosheleza kufanya mambo yake mwenyewe, hataki ushirika katika jambo lake. Sasa yoyote atakayemshirikisha na mwingine katika kitendo, kama ni ibada, akamshirikisha na mwingine, basi Allah anasema taraktuhu wa shirka, mimi namwacha huyo mtu na mshirika huyo na huo ushirika wake yeye, mimi natoka. Hataki ushirika Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatakubali ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Riya na shirki ni vitu vibaya sana, inatakiwa tuviogope. Kipengele cha pili, khafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ashabihi riya, aliogopa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam juu yake, juu ya masahaba yake, juu ya masahaba wake riya. Aliwaogopea masahaba wake kuwa na riya, ma ilmihim wa fadlihim, pamoja na kwamba hawa masahaba wana ilmu kubwa, wana ilmu kubwa na wana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na yote hayo Mtume amewaogopea riya. Faghayruhum awla bil khawf, sasa wasiokuwa hawa masahaba wengineo aula bil khawf, si ndivyo? Wana haki zaidi ya kuogopewa riya wengineo wasiokuwa masahaba, kuanzia waliowafuata mpaka sisi leo. Kadri miaka zama zinazozidi kwenda, ndio hofu inatakiwa izidi zaidi na zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo tunataka tuyaache sisi ili yatusalimishe na riya, sawa, ni kupenda kuhadithia matendo mema aliyofanya. Usipende kufanya hivyo. Ushamfanyia Allah, umemaliza. Sasa wewe unamwadisia nini? Unamwadisia nini? Sadisi. Mwingine akienda sehemu tukufu kama vile Maka, labda akaa kwenye Al-Kaaba, anapiga hizo anaita selfie, au anampa mwenzake kule, yeye anakuwa anaonyesha kama anaomba dua namna hiyo kwenye Al-Kaaba pale, naomba dua, afu mwenzake anachukua picha, basi anaweka mtandaoni, watu waone kwamba yeye alikuwa Maka na yeye amefika Maka. Hii bado unamfanyia nani? Eti jamani, hii bado unamfanyia nani? Allah, sio? Ana huyo unamwonyesha kwenye mtandao, inamhusu ibada hiyo. Sasa unamwonyesha nini? Unamwonyesha nini? Haina haja kuonyesha, bali hata dua, hata nini, dua usimwambie mtu kama bana nikuombea sana dua, usimwambie. Usifanyeje bwana? Usifanyeje? Yule pale, nataka yule pale ajibu.
Usifanye nini? Usijionyeshe. Usijionyeshe katika matendo ya kheri. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni nini kufanya hivyo? Riya. Kwa hiyo hata dua ukimwombea mtu dua usimwambie bwana nilikuombea sana, simwambie. Hata kama ukigundua kwamba yale majibu unayaona wazi kwamba ni kwa dua ulikuombea wewe, simwambie kwamba ni mimi ndio nilikuombea, simwambie. Ibakie kuwa ni ya nani? Hivi haya ninayokuelezeni hapa yanaifanya hii ibada iwe ni kwa ajili ya Allah peke yake au yanaipunguzia daraja? Jibu ni lipi? Yaani kuto kumwambia mtu habari za kwamba nimekuombea dua wewe bana hivi na hivi na hivi, na kumwambia, la kwanza ni kumwambia, la pili ni kuto kumwambia. Lipi hapa lipo karibu na ikhlas? La kwanza au la pili? La pili, si ndivyo? Wenyewe machagua lipi hapa? La pili. Na hapo ndio utaona ladha ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo utakapoona ladha ya kumfanyia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo utakapojifunza ule moyo wa kuto kuyasema mazuri yako kwa watu, ukaharibu sadaka zako. Hamuoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, si ndio? Msizibatilishe sadaka zenu bilmanni wal adha. Alman ni hali ambayo anakuwa nayo mtu aliyekusaidia kwa kujiona yeye ana fadhila juu yake. Simeona vizuri? Yaani mathalan ukutana na mtu amekupa shilingi 5,000 au wewe umempa mtu shilingi 5,000, alafu ulipokuwa umekaa pale, yule mtu umempa shilingi 5,000 akapita hivi akakufuata, yaani maana wewe pengine labda uko umekaa hapa, alikuwa anaweza akapita hivi akaenda zake, si ndivyo? Lakini akapita hivi akataka kuona hivi, akaja huko akakusalimia, salamu alaykum, ukakumbuka ile 5,000 aliyompa, akasema 5,000 isikana kuja kukusalimia ni 5,000, si ndivyo? Hii hali uliyokuwa nayo wewe katika nafsi yako, hiyo inaitwa alman. Sawa? Uona kwamba una fadhila juu ya huyu kwa sababu ulifanyaje? Ulimpa jambo fulani, ulimsaidia. Na ndio maana kuondosha hii hali hiyo inakuja sasa. Kuiondosha hii hali, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafundisha akasema, man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, yule ambaye atakufanyieni wema kama vile wewe ulipompa shilingi 5,000 na labda unajiona una fadhila juu yake. Inawezekana hata ukamuita amekaa kule, wewe toa, kwa sababu 5,000. Hii bana, hali ipo katika maumbile ya wanadamu. Na wakati mwingine hata mdogo wako anaweza kukuita hivyo kwa sababu akijihisi kwamba yeye anakusaidia, sivyo? Fadhila, unaona ana fadhila juu yako. Mwalimu pia anaweza kawa hivyo pia, sababu anaona ana fadhila juu yako, anaona anakufundisha, anaona kwamba ana fadhila juu yako. Sio wala vizuri. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika hali kama hizi, ili uondoshe hii hali, anasema man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, yule ambaye atakufanyieni wema basi mlipeni wema wake,
Kama nikupe 5,000, fanya unachoweza kule, na mletee kitu kingine kizuri, umelipa wema, utakuwa sawa, utakuwa sawa. Ndio hivyo au sio? Hamtakuwa sawa. Nenda kanunua hata mihogo na machungwa, mletee, unalipa ule wema. Na wewe huoni kama umemfanyia kitu hapo? Si unaona umefanya? Yeye alikuwa anaona kafanya kipindi ambacho hujafanya, si sawa na wewe utakapofanya tena ukamfanyia yeye kizuri, unalingana. Kwa ile mali inaondoka, ile mali inafanyaje? Inaondoka. Wewe umeiondosha mali kwa huyu mtu kwako, kwa sababu angekuwa kama vile anajidaidai sana kwako, na inakufanya wewe uwe dhaifu kwake, inakufanya wewe ulisaidiwa uwe dhaifu kwake. Sasa kuondosha ule udhaifu wa kujihisi unajihisi kwake, kwa sababu alikusaidia, tafuta jambo zingine na wewe zuri, kama ni sadaka na wewe pia kampe, halas, utakuwa sawa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu. Si ndivyo? Ndivyo. Tayeb, ikiwa hamtopata kitu cha kumlipia huyu aliyekupeni, basi muombeeni dua. Mwemalize, muombe dua, mwambie jazakallahu khaira, khalas, afuendelea na maisha yako kawaida. Una cha kumpa sana, dua na nyewe na dua una dua ipo, mwambie jazakallahu khaira. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunataja vitu ambavyo vinaharibu nini? Vinaharibu matendo. Khafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ashabihi ar-riya ma ilmihim wa fadlihim faghayruhum awla bil khawf. Qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitoka kwetu Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani alituijia sisi Mtume, swala na salamu za juu yake, wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal, na sisi tukiwa tunakumbushana habari za Masih ad-Dajjal. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi, hivi nisikukhabarisheni jambo ninaloliofia zaidi juu yenu kwangu mimi, jambo ambalo lina hofu zaidi juu yenu kwangu mimi. Ala ukhbirukum, hivi nisikukhabarisheni bima huwa, jambo ambalo akhwafu alaykum, ninaliofia zaidi juu yenu, lina hofu zaidi juu yenu, indi kwangu mimi, min al-Masih ad-Dajjal, kuliko nani? Kuliko Masih ad-Dajjal. Qala qulna bala, sahaba akasema ndiyo, tuambie. Faqala, akasema ashirku al-khafi, ashirku khafi, ni shirki iliyojificha. Kisha Mtume akafafanua shirki hii ambayo imejificha, akasema ayyakuma ar-rajulu yusalli, ni kitendo cha mtu kusimama akaanza kuswali. Unaona huyu mtu anaanza kuswali, anaswali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Fayuzayyinu salatahu, kisha anaipendezesha swala yake. Yani hii sasa ni ziada, anaipendezesha swala yake. Kwa sababu gani? Lima yara min nadhari rajuli, kutokamana na kile anachokiona katika utazamaji wa mtu. Kuna mtu anamtazama, kwa hiyo akapendezesha ile swala kwa sababu ya yule mtu. Hii inaitwa nini? Riya. Je,
unaweza ukamwona mtu anaswali ukajua kwamba yule anafanya riya? Inawezekana? Kama iwezekani, ndio maana ikawa imeitwa ashirku alkhafi. Ni shirki ambayo imefanyaje? Imejificha. Ina maana haijulikani kwa watu, inabakia kwa yule mtendaji mwenyewe, imejificha hiyo, ikaitwa shirku alkhafi. Wale ambao wanaenda kuomba mizimu makaburini wanafanya shirki au hawafanya shirki? Imejificha au iko wazi? Iko wazi, si ndio? Hiyo sio shirku khafi, hiyo ni shirki ya wazi, bali hiyo ni shirki kubwa. Ni shirki kubwa ukiwa unaitakidi kwamba yule wa kaburini ndio anayestahili kuombwa dua. Hiyo ni shirki kubwa. Sawa jamani? Kwa hiyo kuna watoto wawili nimeona hapo, mkawafukuze waende kwao. Kwa hiyo tumeelewa maana ya ashirku al-khafi. Tayeb, qala al-Sheikh Suleiman ibn Abdullah Ali Sheikh rahimahullah, tuko hapo ar-riya'u akhwafu 'ala as-salihin min fitnati ad-dajjal. Riya inahofiwa zaidi kwa watu wema kuliko fitna ya nani? Masih ad-Dajjal. Huyo fitna Masih ad-Dajjal ni fitna kubwa sana, lakini riya ni zaidi ya fitna ya Masih ad-Dajjal, ni zaidi ya fitna ya Masih ad-Dajjal. Amma al-a'malu, ama matendo ghairu salih, ambayo sio mema, fala riyaa fiha, hakuna riya humo. Wa innama yadkhulu fiha ash-shuhra, na si vinginevyo katika hayo matendo unaingia kumashuhuri au al-ujub au kujiona au al-fakhr au kujifakharisha au al-kibru au kiburi wa nahwi dhalik, mfano wake. Mnasemaje ikiwa mtu atasimama hapa ataanza kuzungumza Kizungu? Semaje? Na lengo lake anataka mjue kwamba yeye anajua Kizungu. Je, utakuwa umefanya riya au hujafanya riya? Anapata dhambi au hapati dhambi? Mashi Allah kubali. Anapata dhambi huyu jamaa, anataka ajue kwamba anajua, anataka nyinyi mjue kwamba yeye anajua Kizungu. Kwa hiyo anakuja hapa kuzungumza. Mmeelewa mjielewa, lakini yeye anataka ajue kwamba yeye anajua Kizungu. Huyu bwana amefanya riya au hajafanya riya? Hajafanya riya. Riya haingii mwe? Haingii. Sababu kwa sababu haya sio ibada, haya matendo ya kidunia tu, mambo ya kidunia. Riya inaingia kwenye nini? Kwenye ibada.
Kuongea kizungu sio ibada. Kwa hiyo hata akija mtu hapa kana anatengeneza taa hizi kwa ufanisi sana, anabeba analemba, anafanyaje, kwa sababu nyinyi mmemzunguka, mko mnamtazama hapo, yuko anasema hapa, kwa anajua kwamba mimi ni hatari sana katika kurekebisha hii taa. Mambo ya kidunia hayana thawabu, hayana dhambi, hata ajionyeshe anavyotaka, isipokuwa kama kunaingia vitu vingine au na wenyewe ni haramu, si ndivyo? Ni vitu gani hivi? Shaka vitaja hapa. Cha kwanza taja hapa, ashuhura, sio kupenda kuwa mashuhuri, sio kitu kizuri. Al-ujub, kujiona wewe ni bora kwa wengine, sawa? Hiyo inapendeza? Haipendezi. Kujiona wewe ni bora kuliko wengine, jambo halifai. Al-fakhr, kujifakharisha kwa watu, inapendeza hiyo? Pendezi. Al-kibru, inafaa hiyo? Inafaa? Haifai? Inafaa? Haifai. Wanahwi dhalika min mfano. Tayyib, kam baqiya lil adhan? يعني كم بقي؟ بقي 30 للآذان. طيب، جزاك الله خير. Tunaingia kipengele cha pili, kinasema ittiba'u an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ittiba'u an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kumfuata nabii sallallahu alayhi wasallam zio dia. Kipengele cha namba moja, Sheikh anasema fi ittiba'i an-nabii sallallahu alayhi wasallam sa'adatu ad-dunya wal akhirah, katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, humo ndani yake ndio kunapatikana utukufu wa dunia. Kizungumzia saada, maisha ya utukufu, sio maisha ya kumiliki mali na wake wazuri, sio utukufu bana. Nani kasema kwamba huo ni utukufu? Hivi kama ingekuwa huo ni utukufu, ina maana duniani sasa hivi ni watu gani wangekuwa watukufu? Watu gani wangekuwa watukufu? Semeni, watu gani ni matajiri zaidi duniani? Watu gani shayo? Wazungu, si ndivyo? Allah amewafungulia dunia kwa kweli, wangekuwa watukufu, lakini utukufu hauko hapo, na wala sio dalili ya utukufu mtu kupewa sehemu katika nini, katika dunia, sio kabisa. Hilo kwanza nataka ulifute. Yaani unapokuwa unazungumzia utukufu, hatuzungumzii mali, sawa jamani? Wala hatuzungumzii watoto au kuzungumzia vyeo, la. Kinazungumziwa kitu kingine kabisa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, ili ujue sasa ukweli hapo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake ya kwamba law kanat hadhihi ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udha, law kanat hadhihi ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa kafira qatrata ma, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba lau kama hii dunia hii mnayoiona ingekuwa ina uzito mbele ya Allah kama uzito wa bawa la mbu. Unamjua mbu? Lina uzito bawa lake,
lina uzito? Kwanza hapo lazima uelewe kitu. Allah subhanahu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema ingekuwa hii dunia ina uzito kama uzito au thamani kama thamani ya nini, ya bawa la mbu. Sisi tunajua bawa la mbu, tunajua hivi. Kuna mtu anaweza kukuuzia bawa la mbu wewe ukalinunua? Unaweza kweli? Au unaweza ukaliona bawa la mbu pale ukalipa thamani? Inawezekana kweli bana? Ukahadisia kabisa, bana nimeona bawa la mbu pale bana, hilo tu ukahadisia tu kwamba nimeona bawa la mbu bana pale lipo, kama vile unavyohadithia kwamba kuna siku nimeiona pale, si ndivyo? Kwa sababu gani unahadithia kwamba kuna siku umeiona pale? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Ina thamani, si ndivyo? Je, unaweza kuhadithia kwamba nimeona bawa la mbu? Wezi. Kwa sababu gani? Haina thamani. Bawa la mbu haina thamani. Sasa kitendo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulinganisha dunia na bawa la mbu, lau kama, yaani maanake hata huko bado, yaani hata bawa la mbu nalo lina thamani kuliko nini? Kuna nini hapa? Mashi. Sasa lau kama hii dunia ingekuwa ina thamani kama bawa la mbu, kwanza bawa la mbu haina thamani. Kwa hiyo dunia imelinganishwa na kitu kisichokuwa na thamani. Basi tujalie basi kile kilichopo kwenye bawa la mbu katika udhaifu wake na kudharauliwa kwake na kila mtu, basi na dunia nayo imefikia daraja hilo, basi angalau kwa hapo hivi, manielewa? Lakini tujalie tu basi vile bawa la mbu lilivyo, namna ambavyo watu wanavyolichukulia, na dunia nayo imefikia daraja hilo kwa Allah. Ingekuwa hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala asingemnywesha kafiri yoyote katika dunia hapa hata tone la maji, asingempa kafiri. Yaani Allah asingemnywesha kafiri tone la maji kipindi ambacho dunia ina thamani kama thamani ya bawa la nini, la mbu. Kwanza hapo mnaelewa? Kwanza mnaelewa vizuri? Sasa hata hiyo bawa la mbu, hata hiyo thamani ya bawa la mbu dunia haijafika. Uone kafiri anakunywa, anakula, analala. Hii ni ishara ya kwamba, je, dunia mbele ya Allah ina thamani? Ina thamani? Haina thamani. Haina thamani. Haina thamani. Kwa hiyo kama umeelewa hivyo, unapokuwa unazungumzia utukufu wa maisha ya dunia, usiingize mali hazina thamani mbele ya nani? Allah. Mali walizonazo watu wanazomiliki sio utukufu unaozungumziwa, lakini utukufu unaozungumziwa hapa ni utukufu wa nafsi, ni utulivu wa nini? Wa nafsi, kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria, ambacho hichi kipengele ni miongoni mwa vipengele vya uchamungu, kama ilivyoelezwa na mmoja katika wema waliotangulia. Anasema attaqwa, uchamungu ni vitu vinne. Sawa? Vitu vingapi? Vinne. Cha kwanza ni alkhawfu min aljalil. Alkhawfu min aljalil, cha kwanza ni kumwogopa jalil. Aljalil ni nani? Ni Allah, si ndivyo? Kwa kitu cha kwanza ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Cha pili al-amalu bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil ni kukifanyia kazi kilichoteremshwa. Ni kitu gani kilichoteremshwa? Qur'an, si ndivyo?
Hicho cha pili. Cha tatu, al-istidadu liyaumi rahil, ni kujiandaa na siku ya safari. Kujiandaa na siku ya safari. Ni siku gani ya safari? Naam, kifo, si ndio? Kifo ni kujiandaa na kifo. Cha ngapi hicho? Cha ngapi? Cha tatu. Yaani wewe unaishi hapa duniani, inatakiwa uwe unajiandaa na kifo chako, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ya kwamba al-kayyisu man dana nafsa, sawa, wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwenye akili ni yule ambaye ataihesabu nafsi yake na atafanya matendo yatakayokuja kumsaidia baada ya nini? Ya kufa. Huyu ndio mtu mwenye akili. Lakini mtu anayefanya mambo kwa kipuzi, la hayamfaidi chochote na akhira yake, huyu hana akili, ndio kinyume chake. Kwa ukikuta Muislamu anapoteza muda kwenye magemu, kwenye porojo, kuangalia masizoni hayo, masinema, yani achilia mbali kwamba yani usitazame kwamba anapata dhambi au hapati dhambi, yani huko pia kuacha kwanza, huko kuacha. Angalia tu kwamba kile anachokifanya hakimuongezei chochote katika nini? Katika akhira yake. Huyu sio katika watu wenye akili. Hilo tu basi natosha. Ama ukija katika upande wa kwamba je, hicho alichokifanya anapata thawabu au dhambi? Kwa thawabu hapati, toe thawabu. Tunabaki kwenye je, dhambi ipo au haipo? Hapo sasa hiyo jambo la ziada. Kama kitakuwa ni maasiya, atapata dhambi, sawa. Kama itakuwa ni mubah, hatopata thawabu wala dhambi. Lakini huu mubah huu, ikiwa utakuwa ni sababu ya yeye kupoteza jambo la wajibu, yaani wewe ulivyokaa unaangalia, unacheza game lile, labda unacheza kitu gani, unacheza game gani football, sawa. Tujalie unacheza football, si ndivyo? Upate dhambi, upate thawabu, sivyo? Upate dhambi. Lakini hiyo football unayocheza imekuwa ni sababu ya wewe usisome. Usifanyeje? Na kusoma kwako wewe, kwa sababu umekuja hapa, baba yako ametoa pesa uje hapa, badala ya kukaa ukawasaidia wazazi kule, yeye ametoka kukutoa kule nyumbani akakuleta hapa ili ufanyeje? Usome. Na akatoa na pesa. Wewe ukafika hapo ukaanza kucheza na game, muda wa kusoma, muda wa swali. Hii kucheza game sio dhambi, asili yake sio nini? Dhambi. Kama hili game halijakusanya haramu ndani yake, kama halijakusanya haramu ndani yake, kulicheza sio dhambi. Lakini akawa huyo mtu wa ile game analicheza wakati ambapo anatakiwa afanyeje? Asome. Je, huyu anapata dhambi au hapati dhambi? Anapata dhambi kwa sababu anaingiza kitu sehemu isiyokuwa ya kwake. Hivyo huyu ana akili au hana akili? Hasan, mbona unacheka sana? Huyu anazo akili au hana? Hana akili kwa sababu hajaitumia akili. Kipindi yani unaambiwa hana akili kwa sababu gani? Kipindi anafanya kile kitendo pale, sio kwamba hana akili moja kwa moja. Hana akili moja kwa moja, yeye anakuwa mwenda wazimu, sio? Kipindi anacheza pale, wakati ambao sio sahihi wa kucheza, wakati huo anakuwa hana nini? Hana akili wakati huo, isipokuwa anatumia ujinga. Wakati ule yeye anacheza na furahi, lakini wakati ule akili hazipo, kwa sababu akili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ili zifanye kazi, kutambua kwamba hapa nitakiwa nifanye hili na hapa nifanye hili. Hizo ndo akili, si ndivyo? Yeye mtu akifaulu darasani tunasemaje?
jamaa ana akili sana yule. Anefeli mnamhitaji? Yule jamaa jinga tu, ana akili. Nafeli kila siku darasani. Kwa nini mnamwita ana akili? Ni kweli hana? Ni kwa sababu hajazitumia akili zake vizuri, akafanana na mtu ambaye hana akili. Kwa hiyo kuna watu hushabahi hapa, si ndio? Kuna mfanano hapa, ndio maana akapewa sifa hiyo, na yeye wala hawezi kukataa. Kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaita watu mapunda, si ndivyo? Kweli wao ni punda? Si punda, lakini kwa nini wameitwa punda? Kuna sifa imekutana, wao punda wanayo na wao wanayo, wakaitwa punda. Kwa hiyo wewe ukaitwa huna akili kwa sababu kuna sifa umeibeba ambayo anayo mtu ambaye hana akili katika asili yake, na wewe umebeba sifa hiyo. Kwa hiyo unaitwa wewe huna nini? Huna akili. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tambue kwamba utukufu wa maisha upo katika utulivu wa nini? Wa nafsi, katika kufanya yale mambo ambayo yatakusaidia wewe na akhera na kuridhika na kadari zako. Tumetaja mambo matatu ya uchamungu. Ya kwanza ni nini? Ya kwanza alkhawfu min aljalil. La pili alamalu bitanzil. La tatu alistidadu liyawmi arrahil, si ndio? Na la mwisho ni arridha bilqalil. Arridha bilqalil, kuridhika na kidogo. Nitakupeni mfano hai, kuridhika na kidogo, kwa sababu mara nyingi sana tukisikia kuridhika na kidogo tunakimbilia kwenye kupewa kidogo. Labda mtu ameenda kuomba mtu 10,000 akampa shingapi? 2,000, sio? Anaambiwa ridhika bana na kidogo, si ndivyo? Sio hiyo, sio hiyo tu, hiyo inaingia, lakini kuna ziada ya hapo, kuna ziada ya hapo. Ina maana wewe ukiishi hivyo, maisha yako yote ni saada, yote ni saada. Nakupeni mfano mzuri tu ambao kama mtauzingatia utawanufaisha biidhnillahi alkarim. Nyie darasani mnaye mwalimu huyo bana anawafuatilia sana darasani. Kwanza akiingia anaingia na bakora, wanafunzi wanampenda mwalimu wao, hawampendi, si ndivyo? Kwa sababu bakora ile inawatia hofu wa watu. Huyo mwalimu somo lake wanafunzi wote wanalielewa. Yaani ikiwa yataulizwa maswali kwa ujumla hapa katika somo la yule mwalimu ambaye yuko hivyo, basi wanafunzi wa ile darasa majibu wanayo, tena karibu sana, si ndivyo? Mwalimu mwingine yeye hayuko hivyo, yeye amewacha wanafunzi. Ingia darasani, jana tulifikia wapi? Wanafunzi wanaangaliana, tufikia wapi? Kila mmoja anamtafuta mwenzake. Basi inabidi mwalimu mwenyewe aseme, basi jana tulifikia sehemu fulani, kwa hiyo leo tutaendelea na sehemu nyingine. Basi somo linakwenda. Lakini yule mwalimu alipouliza siku ya kwanza, leo tumefikia wapi? Watu wanaangaliana. Akachukua bakora yake akaanza chapo la buzi. Tumefikia wapi? Kisha mwalimu akija darasani akauliza, atapata majibu au hatapata? Sasa tunakuja kwenye aridha bil qalil, sawa? Huyu mwalimu kwa uwazi ni mwalimu, sema labda nasema hapa ni msusuavu kwa wanafunzi, si ndivyo? Mkali, wanafunzi hawampendi, haupendi ule ukali wake, kwa sababu anawachapa sana.
au anawatukana, si ndio maana yake? Lakini pamoja na yote hayo, huyu mwalimu kuna kitu anawanufaisha wanafunzi au hakipo? Kipo, sivyo? Tayeb, tujalie hicho kilichopo ni kidogo, sinaelewana vizuri? Tujalie kwamba hicho kilichopo ambacho anawanufaisha wanafunzi ni nini? Ni kidogo. Huyo anacheka, wewe unaonekana ushaelewa nataka kufunza nini. Wewe ushaelewa? Sasa unacheka. Kaa basi vizuri angalau. Allah kubariki. Wewe ukaridhika tena ukawa utaki watu wamseme mwalimu wako. Mwalimu ukija darasani matusi, bwana kwa na heshima bwana. Mwalimu wetu huyo anatufundisha. Wewe ulifanya hivyo na akili kuliko yule alikuwa anafanyaje? Wewe unafikiri mtu atakayekuwa anatamka yale mabaya ya mwalimu, kama ni mabaya kweli, ya kutukana wanafunzi darasani na kuchapa, huyo atakuwa amesahau kitu gani? Amesahau zile kheri zake za kumfanya yeye ameelewa, si ndivyo? Ndivyo. Sasa mchukue huyu mtu anayesema haya, alafu mchukue na mtu ambaye anazuia kusema haya kwa sababu ya yale madogo mazuri. Kati ya hawa wawili nani ana akili? Mimi nitakajibu kwenu. Kati ya hawa wawili nani ana akili? Alifanyaje? Alizuia kwa sababu ya kidogo kizuri na hiyo ndio tabia ya waumini wenye akili. Kwa hivyo sawa, wako hivyo, alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ni watu ambao wanasikiliza maneno hawachukui yote, maana yamechanganyika mazuri na mabaya, si ndivyo? Wanafuata yale mazuri, haba na pembeni wanachukua nini? Hao ndio wenye akili. Aya inamaliziaje? Malizia aya Ayub, malizia. Aiwa, hadha huwa mahallu shahid, ulaika alladhina hadahumullah. Hao ndio watu ambao wakafanyaje? Kaongoza. Wa ulaika hum ulul albab. Nini maana ulul albab? Hao ndio wenye akili. Hao ndio wenye nini? Wenye akili, ndio hao. Mnaelewa vizuri? Lakini kwa hiyo huo ndio uchamungu. Ukiishi hivyo, kuridhika na kidogo hivi, kweli wewe unaweza kuishi na mtu ambaye hana manufaa na wewe? Inawezekana kweli? Hivi kuna mtu duniani hapa ambaye hana kheri? Yupo? Mashi adhan tayeb. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Tayib, hiyo tulikuwa tunazungumzia saadatu ad-dunya wal-akhirah, ili mtu aweze kupata utulivu wa nafsi katika maisha haya ya dunia, lazima awe na sifa za cha Mungu, na hasa sifa kubwa ni ar-ridha bil qalil, kuridhika na nini kidogo. Huwezi kumpata mtu aliyekamilika ambaye anakupa kile unachotaka, rizika na kidogo, kwa sababu wewe mwenyewe una mapungufu kibao. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema annasu kalibili almi'a la takadu tajidu fiha rahila, si ndivyo? Watu wanadamu kwa ujumla wao, mfano wao ni kama vile ngamia mia, la takadu tajidu fiha rahila. Katika ngamia 100 sio rahisi kupata ngamia rahila. Ni ngamia mwenye uwezo wa kubeba mizigo na kusafiri, yeye anaweza kubeba mizigo na kusafiri, sababu wao walikuwa wanatumia ngamia kama vipando vyao. Si rahisi kumpata ngamia huyo aliyekamilika kote, kama kipando cha safari na kama kibebea mizigo, si rahisi. Maana katika 100 unaweza kupata, na wanadamu wako hivyo. Kwa hiyo sasa, ukitaka upate mwanadamu aliyekamilika, wewe hutoishi na sawa.
Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala anasema katika mashairi yake, anasema la yakhlu al-mar'u min dhiddi walau, mtu hawezi kuishi duniani hapa akakosa mpinzani. Sawa, akakosa mpinzani, hata kama ataamua huyu mtu akaishi kwenye majabali huko, akajifiche huko, lazima atakutana na mpinzani na upinzani. Simewana vizuri? Kwa hiyo muumini aliyekuwa bora ni muumini ambaye anajichanganya na watu, anavumilia maudhi yao, kuliko yule muumini ambaye anajitenga na watu kwa sababu ya kukimbia nini? Maudhi yao. Si ndio jamani? Haya maneno ni mazungumzo sasa hivi, lakini tutakuja kuyazungumza inshallah tukifikia kwenye kipengele chake huko ambacho kinahusiana na as-sabru fi talab al-ilm. Sawa, kipo huko, kitakuja mbele inshallah taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe, tukifikie ili tunufaike na hii ilmu ambayo tunafanyaje, tunaitafuta. Qala subhana wa in tuti'uhu tahtadu. Allah mtukufu anasema ikiwa mtamtii. Kumtii nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahtadu, basi mtaongozeka nyinyi, mtakuwa waongofu. Kwa maana ya kwamba haiwezekani mtu kuongoka pasipo kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana watu wanafanya bid'a wanaambiwa wamefanyaje? Wamepotea. Yes, kila siku tunawasikia mahutaba wanasema hapa, inna kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dalala, ni upotovu. Kwa hiyo haiwezi kuwa bid'a ni uongofu. Bid'a ni upotovu kwa sababu umekhalifiana na mwenendo wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dalili ya kwamba ukikhalifiana na mtume umepotea ndio hii. Allah anasemaje? wa in tuti'uhu tahtadu. Kinyume chake wa in ta'suhu tadhillu. Sivyo? Aiwa, ndio kinyume chake. Kwa hiyo mkimtii mtume mtaongozeka, mtakuwa ongofu. Kinyume chake mkimwasi mnaongozeka, mnapotea. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, saadatul ibadi fi maashihim wa maadihim biittiba'i risala, utukufu wa waja katika maisha yao ya dunia na maisha yao ya akhira ni kwa kufuata ujumbe aliokuja nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalu nnasi tauhidan, mtu ambaye, namba 2, mtu ambaye amekamilika. Hii darasa litaisha saa 2 dakika 20, saa 2 dakika 20. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa darasa hili. Mwadhini kwa ukumbushe kama tulikumbusha kwenye adhana na kwenye iqama hivi 20. Tayeb, jazakallahu khair. Akmalu nnasi tauhidan, mtu aliyekamilika zaidi kitauhidi. Akmaluhum ittiba'an linnabii sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye amekamilika katika kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man fatahu juz'un min al-ittiba'i au min ittiba'i, yule ambaye atapitwa na sehemu ya kumfuata mtume swalla salam juu yake, fatahu juz'un min at-tauhid, basi atakuwa amepitwa na sehemu ya tauhidi, kumpwekesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastajib lillahi istajaba li ghairi llah, na yule ambaye hatomjibu Allah basi atamjibu asiyekuwa nani? Atamjibu asiyekuwa Allah. Wa adhallahu al-makhluq, na hawa viumbe watamdhalilisha, viumbe watamdhalilisha.
Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, wa kullama kana ar-rajulu atba'a li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kila anapokuwa mtu anamfuata zaidi Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu yake, kana a'zama tauhidan, huyu anakuwa na tauhidi kubwa zaidi, tauhidan lillahi wa ikhlasan lahu, na kumtakasia dini fi din. Wa idha ba'uda an mutaba'ati, ikiwa mtu atajiweka mbali na kumfuata mtume, naqasa min dinihi, basi katika dini yake kutapungua, bihasabi dhalika, kulingana na namna ambavyo wanazembea kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa nakupeni mfano. Kwa nini tauhidi ipungue? Kwa sababu ya kupungua kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dosari ya mapungufu ya kumfuata mtume yanasababishwa na dosari ya mapungufu ya kumfuata nani? Kumpokesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukishaamini kwamba Allah ni mmoja, sio, na sifa njema zote ni za kwake yeye, ukaamini ile imani ya kweli, ukampenda kweli kweli Allah subhanahu wa ta'ala, hii inawajibisha nini? Hii inawajibisha nini? Ukimpenda mtu unafanyaje? Unamfuata, si ndio? Kawaida mtu akimpenda mtu anamfuata, au sio hivyo? Sasa wewe ukishampenda Mola wako, lazima umfuate. Katika kumfuata Mola wako ni kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yakionekana mapungufu katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni dalili ya mapungufu ya nini? Ya kumpenda nani? Allah subhanahu, ambao ndio huko kwenye tauhidi yake. Mapungufu ya kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalili ya mapungufu ya nini? Ni dalili ya mapungufu ya tauhidi yako, ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wale walikuwa wanadai kwamba wanampenda Allah, Mayahudi hao walijinadi, wanasema nahnu abnaullahi wa ahibba, sisi ni watoto wa Allah. Na ni nani? Ni vipenzi vyake. Allah akawapa mtihani wa kupima mapenzi yao kwa Allah. Akamwambia mtume awaambie hivi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, si ndio? Ikiwa kweli nyie mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Yani mumfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo sasa, wala Allah hatasubiri kwamba nyie mnampenda, yeye mwenyewe atafanyaje? Atawapendeni, kwa sababu sifa kubwa si wewe kumpenda Allah, lakini sifa kubwa ni kufanyaje? Ni wewe kupendwa na nani? Allah. Sawa, hivi ndivyo mfano. Wewe ukisema kwamba mimi nampenda sana rais wa Tanzania, si ndivyo alafu rais yeye anakuona kawaida tu, hata kupendi pengine, si ndivyo hivi kuna faida hapo Lakini unaonaje kama rais atasema, kuna mwanafunzi mmoja pale Uzani anaitwa Azam Mustafa Amri. Kuna mwanafunzi mmoja pale anaitwa Azam Amri, nampenda sana kwa sababu akikaa darasani anakuwa ametulizana kwa kweli. Rais wa Tanzania anazungumza hayo maneno hivi, si kila mmoja hapa anatamani lao kama yeye anajikwaa Azam, na tutamwonea wivu Azam. Na wewe Azam utanisikiaje? Hivi baada ya hapo kuna faida wewe kusema, kuna faida wewe kusema kama unampenda rais? Kuna faida? Hakuna faida. Sisi tumetosheka na kwamba rais anafanyaje? Mpenda. Kwa hiyo wewe sio tu kusema kama unampenda Allah, hapana, hii sio kitu ni wewe kupendwa na nani? Allah. Na kipimo cha wewe kupendwa na Allah ni kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hapo tutakomaliza. Kwa hiyo maneno hayana maana.
vitendo kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kutokamana na namna ambavyo utamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, ndivyo ambavyo tauhidi yako itakayokuwa imefanyaje, imekamilika. Na kadiri ambavyo wewe una mapungufu ya kumfuata Mtume, basi ndivyo tauhidi yako imepungua. Ikiwa muadhini swala ya alfajiri ataadhini, au yule anayegongea milango mabonini pale mwamke kuswali, ndivyo kagonga pale swala, watu wawili wakawa wamesikia pamoja ule wito. Watu wangapi? Wote wamesikia. Mmoja akaamka akasema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana layl shur, toka zake akaenda kushika udhu, kaingia msikiti. Mwingine akawa bado anajigeuza kulia, hana usingizi sasa, maana yake hazi kulala tena, usingizi utulivu hana, lakini bado anafikiria, au pengine amenyanyuka amekaa anasubiri kidogo, si ndivyo? Anasubiri, akasimama tena, akanyosha, akaangalia kule na kule na kule, akarudi tena kitandani, akaanza kuikusanya ile neti yake ile ifuke kichomeke, maliza akakaa hivi, alafu tena akachukua shuka yake akatandika vizuri. Baada ya hapo katoka pale, akakaa pale kwenye baraza, watu wanashika uzu, kaanza kwenye baraza pale na mswaki wake ameshikilia hivi. Sawa Basi tusiende mbali, maneno sio mengi. Hii inatosha kutumia kama kiasi. Hivi huyu aliamka baada ya kusikia anaamshwa kwenda wapi? Swali, si ndio? Huyu mwingine, huyu wa kwanza kaamka moja kwa moja kaenda. Huyu wa pili kama mlivyoona maana hii sura ya huyu wa pili hawa watu wawili hawa tauhidi zao zinalingana tauhidi zao. Ni nani ana tauhidi zaidi kati ya hao wawili? Nani? Wa kwanza. Maanake anaonyesha haraka ya kumjibia nani, kujibu wito wa nani? Huyu anamuelewa zaidi Allah, na anafahamu kwamba Allah ana haki zaidi ya kujibiwa haraka kuliko kitu kingine kile, ndio maana akaamka haraka. Sawa? Lakini huyu wa pili anafahamu hivyo ndio, lakini bado kuna ile kupenda na nafsi yake, bado anapenda ilizishe. Kwa hiyo anachelewesha angalau ipate kwa usingizi tena kidogo, pia hata kaiambia ilaza hata kidogo dakika 5 bado. Kwani hapa kuna kimu dakika ngapi? Sawa yani bado. Lakini mwingine ajitaka hayo, yeye anaitikia amri ya nani? Amba mwenye haki hapa sasa hivi ni Allah, lazima nimuitikie moja kwa moja, maana huyu tauhidi yake ni juu sana, daraja lake mbele ya Allah na kumpokesha Allah na kumpa haki zake za kumuitikia wito wake. Huyu wa kwanza ni juu zaidi kuliko huyu lakini wote wana kheri, wote wana kheri, isipokuwa wametofautiana katika kheri zao. Hiyo kwanza ni tauhidi ya juu, pia tauhidi yake ndogo dhaifu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mtume miongoni mwa wale ambao tauhidi zao ziko juu zaidi. Kana sahaba radhiyallahu anhum yattabi'una hadiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an iman wa yaqin rasikh. Walikuwa masahaba, Allah waridhie, wakifuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake kwa imani zao na yakini waliokuwa nayo juu ya malipo ambao wanayatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuogopa adhabu ambayo imeahidiwa kwa wale watakaomuasi. Rasikh yani vitu ambavyo vimesimikika kwenye mioyo. Ukisikia mtu kwamba kitu fulani kimesimika kwenye moyo, basi huyu utaona majibu haraka sana. Mfano, mmekaa pale nje kwenye baraza na wanafunzi, mkaona wamepita wasichana pale wako uchi. Sio kusema wako uchi, simeelewa manake. Yaani manake hawajajistiri kisheria,
Na wewe unajua kabisa katika adabu za Uislamu akiwa njiani, adabu za njia ni kufanyaje? Kuinamisha macho, si ndivyo? Ghadul basar, kuinamisha macho, kuto kuangalia watu wamoja jisiri, ni katika adabu za njia, ikiwa imelazimika kukaa njiani. Lakini asili utakaa njiani. Mtume amekataza kwa masahaba, iyyakum waljulusu fi turqat, jihadharini na kukaa katika njia. Amewazuia Mtume masahaba kukaa njiani. Masahaba wakaomba, wakatoa udhuru, kumwambia ya Rasulullah, ma lana min majalisna buddun natahaddathu fiha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia yeye Mtume, sisi hatuna budi, lazima tukae kule, kwa sababu nyumba zetu, masahaba nyumba zao zilikuwa ni ndogo, sawa, zilikuwa hazina baranda kwamba watakaa waanze kujadili mambo yao. Wakati huo pia kuna wanawake, kwa hiyo inabidi waachie wanawake wao watafute sehemu zingine. Kwa hiyo wakati kuna watu wanalazimika kukaa wapi? Njiani. Mtume akawaambia, kama itakuwa ni hivyo, basi ipeni njia haki, ipeni njia haki. Kwa miongoni mwa haki ya njia ni ghaddu al-basar, ghaddu al-basar, kuinamisha macho utakapoona mwanamke kapita pale hajistiri, yuko uchi, yaani kisheria yupo uchi kisheria, yeye anaona kavaa, si ndio? Lakini kisheria yupo, huenda kuinamisha macho. Tayeb, mmoja alipoona tukainamisha, mwingine aliona akakumbuka kuinamisha macho, lakini akaona bado anahitaji kidogo angalau atazame, si ndivyo? Alafu baadaye sasa zile dalili zile zinamkereketa kwenye moyo, mwisho wa siku anasema, lakini si ni haramu, lakini anaangalia, alinamisha macho lakini maisha angalia. Hao wawili wanalingana, wote hao wana imani si ndivyo? Na hao wote wanamwogopa nani? Lakini hofu yao kwa Allah inalingana. Kuna mmoja ana tauhidi kamili, ina nguvu zaidi, na kuna mmoja tauhidi yake inafanyaje? Maana kumpwekesha Allah katika ile hofu, huyu hajaiachia nafsi yake nafasi ya kuiruhusu ifanye jambo ambalo Allah ameliharamisha, kwa sababu ya hofu ya moja kwa moja ameelekeza kwa Allah. Lakini huyu ile hofu kidogo amepunguza, na nafsi yake ameipa hadhi kidogo, ili ifanyeje? Itazame. Hao wanafanana kweli? Baadaye ndio kainamisha macho chini, hawalingani. Hiyo ndio maana ya ile imani ambayo ni rasikh. Ile imani nini? Rasikh au yaqini rasikh, yani imesimika kwenye moyo haraka sana, unajua kabisa haraka, sivyo? Aiyo, huu ni mfano wa wanafunzi. Sisi tunatoa mfano ambao huu bana unagusa jamii kwa ujumla wake, si ndivyo? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza wanaume au wanaume na wanawake wasishikane, si ndivyo? Katika kushikana ni kupeana mikono, na hili ndio linafanyika sana. Kushikana ni kupeana mikono, ni kugusana sawa sawa. Umemgusa, umevaa au hajavaa. Akiwa hajavaa ni hatari zaidi. Sasa akaja mtu ambaye ni wa karibu yako, mfano kama vile nani? Kama vile mke wa nani? Mke wa nani? Sema vizuri, wewe ndio jibu. Kama vile mke wa nani? Mke wa kaka yako, si ndivyo? Mke wa kaka yako au mke wa ami yako, mdogo wakubwa, au watoto zao, au mke wa mjomba wako, au watoto zao wa kike, si ndio? Wana vizuri, hawa wanaonekana karibu sana. Huyu haja kuona siku nyingi, sisi tunakutana, kitu cha kwanza kutoa ni nini? Si mkono, na wakati mwingine zaidi yao kukumbatiana, sivyo? Kwa nia nzuri kabisa, wala hakuna dhana mbaya, kwa nia nzuri kabisa ya mapenzi ya ule umungu. Sawa jamani? Hivyo lakini ni jambo kisheria ni halali au si halali? Ni haramu.
si ndivyo? Sababu kuna vitu viwili vimekutana. Kitu cha kwanza ni kuridhisha matamanio ya yule anayekuja kukupa mkono, kuonesha furaha yake na ukaribu wake kwako wewe. Hicho kitu kipo, kiko wazi kabisa. Kitu cha pili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala alikukataza wewe kumpa mkono yule au kumkumbatia. Unatanguliza lipi hapo? Sasa imani iliyokuwa rasikh na yakini iliyokuwa rasikh itaonekana hapo tukio, kabla hata muda hujaenda. Lakini yule ambaye tauhidi yake ina shida kidogo, ataona zile dalili zinakuja. Dalili zilikuwa zinakuja wakati huo, na miongoni mwa dalili ambayo imetajwa katika hili, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, li an yut'ana ala ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake anasema kupigiliwa mtu au kuchoma mtu kichwani na msumari wa chuma, basi kwake yeye hilo ni bora akubali hivyo, sawa, kuliko kukubali kugusa mwanamke ambaye sio halali yake. Unalionaje hilo? Dhambi ni dogo au kubwa? Ili ujue ukubwa wa hili dhambi, angalia, umeambiwa hivi, kama utakhiarishwa, yaani kama watu watakukhiarisha, bwana, chagua moja, ima umguse huyu mwanamke au tukupigilie msumari wa chuma kichwani. Mtume anakuambia uchague nini? Msumari wa chuma kichwani kuliko kumgusa nani? Huyu mwanamke ambaye si halali yako, si halali yako. Sasa hii dhambi ni ndogo au kubwa? Sasa hapo utakuja kugundua watu wawili wamesoma hii hadithi, wameelewa, lakini watakuja kutofautiana kwenye kutekeleza, kutokamana na namna gani tauhidi yao ipo wao na Mola wao, ni namna gani wanamtukuza Mola wao, wanamuelekezea sifa zake kama zilivyo, hofu yake kama ilivyo, wanamuelekezea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao hapa hawatofanya, wako radhi wapigiliwe msumari wa chuma. Huu ni mfano wa jambo ambalo ni hisi, yani unalidiriki kwa kuona au kwa kuhisi au kwa kufanyaje, ili ujue uzito na ukubwa wa makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba kuteseka duniani hapa kwa ajili ya akhera ni bora sana kuliko kula raha duniani katika mambo ambayo yanamkasirisha nani? Allah. Masha. Bila shaka wewe ukimpa yule mwanamke ambaye si halali yako mkono au kumkumbatia, utakuwa mmeridhishana, si ndivyo? Utakuwa mmefanyaje? Mmeridhishana, bila shaka ni hivyo. Lakini ziada ya hapo, mmemchukiza nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa yule ambaye anamuogopa Allah kweli na tauhidi yake imekamilika, ina nguvu kweli, hayuko tayari kumridhisha mwanadamu kwa lengo la kumchukiza nani? Allah. Hayuko tayari. Kwa hiyo yupo tayari lolote litokee pale, lakini sio kumchukiza nani? Allah. Yaani huu ni mfano uliokuwa hai. Yaani wewe Muislamu, dini yako ina thamani kubwa kuliko yale wanayoyataka watu, na hii maana yake inatakiwa wewe Muislamu uwe tayari kwa lolote lile hapa duniani, maadamu dini yako iwe salama, maadamu dini yako iwe salama. Na haya ndiyo ambayo aliyazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika darasa letu la mwanzo kabisa kuzungumza. Aiwa, alisema ma yasnau a'dai bi, hivi ni kitu gani wananifanyia maadui zangu? Yani maadui wa ile njia yake sahihi. Maana walimtesa sana Sheikh al-Islam Taymiyyah, walimfunga sana jela mpaka kafia jela.
lakini yeye anasema jannati fi sadri, si ndivyo? Jannati wa bustani fi sadri la tufariquni haythu ruhtu rahat bi, si ndivyo? Naam, popote pale nitakapoenda mimi, ile raha yangu na bustani yangu na pepo yangu ninayo. Kwa mkintia jela, mimi ile raha bado ninayo ile raha na starehe huko mliponiweka, kwa sababu mimi ninaye nani? Allah subhanahu. Na Allah ndiye anayetoa raha katika nafsi za watu, wala si watu wanakupa wewe raha. Raha ni utulivu wa nafsi, na kama tulivyosema, huo ndio utukufu wa maisha, ni utulivu wa nafsi. Ukiwa na mali, ukiwa na cheo, ukaondoshewa utulivu wa nafsi, wala huwezi kuona thamani ya mali zako, huwezi kuona thamani ya mali zako hata kama una mali kiasi gani. Lakini ukiwa ni maskini lakini umetulizana, unaona maisha yanaenda vizuri, si ndivyo? Tayeb, hiyo napenda sana kutoa mifano hai ili watu wanielewe. Inawezekana watu wawili wakawa wanakula chakula kimoja, labda ni ubwabwa na nini na maharage, si ndivyo? Lakini mimi niulize swali, hivi raha inayopatikana kwa hawa watu wawili, na tujalie kwamba kile chakula ni kitamu sana, na aliyekipika vizuri, wamepewa watu wawili wa kile chakula, ni kitamu sana. Hawa watu wawili, hii mnadhani kwamba raha ya kukifurahia kile chakula inalingana? Wanatofautiana hawa watu kuneemeka na kile chakula. Kuna mmoja atakula, ataona chakula ni kitamu, atajisikia raha sana kwa kile chakula. Kuna mwingine atakuwa anakula tu ili madi aondoshe nini basi. Kuna mwingine atafurahi, lakini furaha yake haiwezi kulingana na huyo. Hivi mnajua hizi furaha anazoingiza ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza furaha na raha akaingiza kwenye moyo wa muumini hata kama analala njaa, wala si tabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaiondosha raha na utulivu wa nafsi kwa mtu hata kama ana chakula cha mchana, cha asubuhi, cha usiku, na ana uhakika wa kula kila siku, na ana uhakika wa kwamba nikiumwa maradhi fulani nitaenda sehemu fulani, nitaenda nchi fulani, yote hayo akawa nayo. Lakini Allah yeye anaondosha ule utulivu wa nafsi. Umeisha muda jazakallahu khair. Allah anaondosha nini? Utulivu wa nafsi. Sawa jamani? Kwa hiyo saada, utukufu wa maisha ya dunia unatafuta kwa nani? Kwa Allah, sio kwa nani? Sio kwa waja wake, Taishia hapa. Billahi tawfik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.